Muda unazidi kukimbia, saa zinayoyoma kwelikweli, na siku ndo zinaondoka kuelekea mchezo wa mkondo wa pili wa fainali ya kombe la shirikisho Afrika kati ya mabingwa mara mbili wa michuano hii RS Berkane dhidi ya Simba Sports ambao ni wana fainali mara mbili. Ya kwanza ilikuwa ni mwaka 1993 ya michuano ya CAF na ya pili ni hii hapa. Sasa basi tunakwenda kuangalia safari ya RS Berkane kutoka kwa Morocco mpaka kuja hapa na vyote vilivyotokea hapo ndani yake. Lakini kumbuka kwamba Berkane, picha ya kwanza ambayo alionyesha na hawakutaka kabisa kuonekana ruti yao inafahamika kwa umma, hususan kwa waandishi wa habari ambao ndio huwa wanaopokea kwa namna moja au nyingine. Ukiachana na timu mwenyeji ambayo ina dhamana ya kupokea mpinzani, lakini pia waandishi wa habari wamekuwa karibu kabisa na hawa wachezaji wa kigeni ambao wanaingia kwenye taifa la ugenini kwa sababu ya kupata stories zile za kwanza, arrival yao ilikuwaje, safari yao ilikuwaje. Kwa hiyo wanahabari wamekuwa wakifanya hiyo kazi kwa ukaribu zaidi. Sasa jana kulikuwa kuna ripoti kutoka Zanzibar, kutoka airport ya Unguja, kwamba RS Berkane ilitazamiwa kwamba angeweza kufika saa 12 kama taarifa zilizokuwa zinaeleza, lakini mambo hayakuwa hivyo. Baadaye wakafika saa 2 usiku, na baada ya kufika saa 2 usiku wakakaguliwa pale kwa maana ya kila kitu, mizigo yao na kila kitu. Tunafahamu utaratibu wa airport, lakini baadaye wakaingia ndani ya costa ambazo walikuwa wameziandaa wao wenyewe, kwa sababu Simba ilikuwa wamewaandalia costa, lakini wao wakaingia costa ambazo wameziandaa na delegation yao. Kulikuwa kuna wale watu wa utangulizi ambao tayari walishatangulia, ndio ambao waliwaandalia hizo costa, na finally wakafanikiwa kwenda hotelini. Lakini baadaye kabisa, yani kwenye saa 7 saa 8 zilikuja taarifa za mashabiki wa Berkane. Inaelezwa kwamba ndege hiyo ambayo ilikuja, ndege ya private kutoka moja kwa moja Morocco mpaka Zanzibar, ilikuwa ina mashabiki si chini ya 200 wa RS Berkane. Hizo ni ripoti pia kutoka katika vyanzo vyetu kutoka kule Zanzibar. Mashabiki wasiopungua 200, ni mashabiki wengi kweli kweli. Ndio ambao wamekuja kwa RS Berkane kwa ajili ya kuja kuipa nguvu timu yao. Berkane baada ya kufika moja kwa moja wakaenda mpaka Park Hayati Hotel. Hii ni hoteli yenye hadhi ya nyota 5 ambayo inapatikana pale Unguja Zanzibar, maeneo ya Shangani. Inaangaliana kabisa na fukwe, yani iko ufukweni hiyo hoteli. Lakini ikumbukwe hoteli hii ambayo wameifikia RS Berkane ndio hoteli ambayo walifikia Stellenbosch ya Afrika Kusini, ambayo Simba walicheza nayo hatua ya nusu fainali ya kombe hili katika uwanja wa Amani Complex. Matokeo, Simba alishinda goli 1-0, na ndio ilikuwa mechi ambayo Simba kimsingi iliwavusha, kwa sababu mechi ya pili ya kule Durban Moses Mabida haikuwa na matokeo ya kufungana kwa namna yote ile. Kwa hiyo Simba kavuka hapo kuingia fainali. Kwa hiyo hii ni mara ya pili kwa Simba kwenda kule Zanzibar, lakini Berkane ndo mara ya kwanza kwenye historia yao kwenda kucheza kandanda kule Zanzibar katika michuano hii ya CAF. Kwa hiyo wanakaribishwa na Simba, lakini hoteli ambayo wamefikia ndo hiyo ambayo wenzao pia walio kufikia, na mambo yakaenda tofauti kwa maana ya walipoteza. Sasa basi RS Berkane hawa wanatokea Morocco. Safari yao ilikuwa ndefu, wastani wa saa 8 kutoka kwao Morocco mpaka ardhi ya Tanzania. Walipita nchi nyingi hapo katikati. Lakini tukienda kuangalia RS Berkane, sio mara ya kwanza, sio mara ya pili, sio mara ya tatu, lakini wala sio mara ya 20 kwa RS Berkane kucheza kandanda katika ukanda wetu huu wa Sub-Saharan Africa. Yani iko hivi, RS Berkane ni timu ambayo msimu wa mwaka 2018-19 ndio msimu ambao ulikwenda ku take over, ulikwenda kufanya revolution kwa kushiriki michuano ya Confederation. Ni timu ya miaka mingi huko nyuma iliyokuwepo, lakini ilipotea. Baadaye ikarudi tena katika ligi kuu, na msimu mwaka 2018-2019 walicheza michuano ya kombe la shirikisho Afrika, CAF Confederation Cup. Na katika kutokea msimu huu mpaka sasa tunapozungumza, kwa maana ya msimu mwaka 2024-2025, tayari RS Berkane hii ni ya tofauti, sio ile ambayo ilikuwepo miaka ya nyuma. Hii ni RS Berkane bora. Lazima tukubaliane kwamba Berkane ni miongoni mwa timu bora
kutoka katika bara la Afrika, kwa sababu imekuwa ikicheza fainali mara kwa mara, imekuwa ikichukua ubingwa pia wa michuano hii ya kombe la shirikisho. Kwa hiyo haiwezi kuwa ni timu nyepesi. Msimu huu pia wamefanikiwa kubeba hadi ubingwa wa Botola, ligi kuu ya Morocco. Kwa hiyo ukisema RS Berkane timu dhaifu, kwa namna moja au nyingine itakuwa unakosea mpira. Hii ni miongoni mwa timu ngumu. That's why Simba wanafanya maandalizi ya nguvu kweli kweli. Jitihada zinaonekana kuwa kubwa, kuanzia katika hamasa, ukija kwenye kikosi pia ile namna ambavyo hata ukiangalia picha zao za mazoezi, ari ya wachezaji inaonyesha kuwa na sura tofauti kabisa. Sasa RS Berkane takwimu zao na timu za Sub-Saharan. Tunaposema Sub-Saharan nadhani wengi tunafahamu, lakini kwa wale wachache ambao pengine wafahamu, hii ni sketching map ya bara la Afrika. Tunajaribu kuisketch bara la Afrika, ni hili hapa. Huu ni ukanda wa Arabs. Huu ni ukanda ambao tunasema Afrika ya Kaskazini, ndiko ambako yanapatikana mataifa matano ya Algeria, Morocco, Libya, Tunisia na Egypt. Hii ndio Sub-Saharan, hii ndio Northern Africa, kaskazini mwa Afrika. Sub-Saharan ni the rest, yani huku kulikobakia kote ni Sub-Saharan. Hapa ndani yake, maana yake ndio kuna nature ya black people. Nature ya black people, yani watu sisi wenye ngozi nyeusi ndio tunapatikana huku, na of course wapo wengine ambao hawana ngozi nyeusi wako huku, lakini nature kwa lugha pana kabisa, huku ndo tunapatikana sisi black in color ndani ya bara la Afrika. Kuna upande huu ambao ni Arab sides, afu kuna upande huu wa tunasema Pan-Africanism, upande wa black in color. Sasa basi najaribu kuweka lugha rahisi ili nieleweke. Na ukiangalia RS Berkane, na kimsingi ukanda huu wa Afrika Kaskazini ndio ukanda ambao umepiga hatua kubwa sana kwenye kandanda ya Afrika. Hawa wamebeba makombe mengi ya michuano mbalimbali, lakini ndani yake pia michuano hii ya kombe la shirikisho Afrika ambayo ilianza mwaka 2024 mpaka sasa tulipokuepo, edition ambazo zimechezwa, hawa tayari wameshabeba mara 15 so far tunapozungumza. Kwa hiyo kama wamebeba mara 15, upande wa Sub-Saharan pia umebeba mara 5. Kwa hiyo hawa jamaa wamekuwa bora katika kubeba. Hii ni edition ya 21 ambayo atakayebeba, kama atabeba Simba, manake ukanda wa Sub-Saharan utakuwa umeongezeka na kuwa mara 6. Lakini kama itakuwa wamebeba hawa, basi ukanda huu itakuwa umeongezeka na kuwa mara 16, hapa itabakia mara 15. Kwa hiyo so far kwa hivi kubeba mara 16 kwa huku, manake inathibitisha kabisa kwamba hawa ni bora. Sasa basi, licha ya mataji haya ambayo yamebebwa kutoka pande zote mbili, lakini katika safari za RS Berkane kuja upande huu wa Afrika Kaskazini wamekuwa katika safari za RS Berkane kuja katika ukanda huu wa Afrika ya tunasema Sub-Saharan Africa, kimsingi mataifa haya licha ya ubora wao wote ambao wanakuwa nao, mara nyingi mechi zao wamekuwa wakiziamua nyumbani. Yaani wanapocheza nyumbani ndio mechi wanaziamua. Wakienda katika viwanja vingine hivi wamekuwa wakipata wakati mgumu. Hata ukiangalia rate ya kupata matokeo ya ushindi, mengi wanayapata kwao kuliko katika kanda hizi nyingine. Sasa basi, Simba anadaiwa magoli 2-0 ambayo ndo alifungwa dhidi ya RS Berkane. Kwa hiyo kikubwa ambacho Simba, kitu cha kwanza ambacho anatakiwa kukipata ni kupata kwanza hii idadi ya magoli 2-0. Wayapate haya. Alafu baada ya kuipata haya, manake wanakuwa wako sare on aggregate. Wakiwa sare on aggregate, kuna mechi nyingine inafuata hapo mbele ya kufunga goli au kwenda kwenye changamoto ya mikojo ya penalty, na itakwenda kuamua huko. Lakini kimsingi kama watafanikiwa kupata mabao 3-0, inawezekana ikawa ndo advantage kubwa zaidi kwao, kwa maana ya kuchukua ubingwa moja kwa moja. Sasa basi, RS Berkane katika safari zao za kuja ukanda huu wa Sub-Saharan Africa, tayari kutoka mwaka 2018-19 mpaka 2024-25 wameshakuja mara 25. Lakini katika mara 25 hizi ambazo wamekuja, wamepata ushindi mara 7 peke yake. Katika safari hiyo pia wametoa sare mara 9. Lakini katika safari hiyo pia wamepoteza mara 9. Ukihesabu hapo utapata jumla ya 25. Total namba ni 25. Kwa maana wameshinda mara 7, wametoa sare mara 9, wamepoteza mara 9. Sio wastani mbaya upataji matokeo, ni wastani mzuri, lakini kwa idadi hii ya magoli ambayo wanadaiwa na Simba,
tayari RS Berkane walishawahi kuja Sub-Saharan na kupoteza kwa idadi kuanzia magoli 2 na kwenda mbele. Imewahi kutokea. Kwa hiyo Simba kuifunga RS Berkane magoli 2 ni kitu ambacho kinawezekana, kwa sababu imeshawahi kutokea timu nyingine za Sub-Saharan kuwahi kufanya hivyo. Nani ambao wamewahi kuwafunga RS Berkane kuanzia magoli 2? Tuangalie hapa, alafu ni timu za kawaida tu ukilinganisha na Simba. Yes, timu mojawapo ni Giraffe kutoka Senegal. Hawa ni wa Senegal, waliwahi kumpiga RS Berkane magoli 2-0. Yes, goli 2-0 kutoka kwa Giraffe ya Senegal, na mechi ilichezwa Senegal. Senegal ni miongoni mwa mataifa ambayo kwenye ngazi ya klabu zao huwa zifanye vizuri kabisa, lakini walifanikiwa kuibana mbavu RS Berkane katika kampeni ya msimu huu katika mechi ya ugenini. Mechi nyingine ilikuwa ni Ashanti Gold hii kutoka Ghana, na yenyewe iliwahi kufunga RS Berkane mabao 3-2. Of course haya ni mabao, idadi hii ya magoli kwa maana 3-2 kwa RS Berkane dhidi ya Simba sio nzuri, lakini idadi hii ya magoli ni nzuri. Kwa hiyo imewahi kutokea kwa Ashanti Gold kutoka Ghana kufunga RS Berkane mabao 3-2. Ashanti Gold na Simba ni level 2 tofauti. Aidha, baada ya hapo imewahi kutokea Fossa Junior kutoka Madagascar, iliwahi kumfunga RS Berkane magoli 2-0 dhidi ya RS Berkane katika hii michuano ya CAF. Naam, kwa hiyo ukiangalia trend inaendelea, bado hatujamaliza. Lakini pia Cotton Sport kutoka Cameroon imewahi kumfunga RS Berkane magoli 2-0. Yes, katika idadi ambayo tulikuwa tumeiandika kwa maana ya ndani ya Sub-Saharan kwamba wameshinda mara 7, wametoa sare mara 9 na wamepoteza mara 9. Katika hizi 9 ambazo walipoteza, 4 ni hizi, kwa maana walipoteza kwa margin ya magoli zaidi ya 2 kwenda mbele, kwa maana ya hapa 2, hapa ilipatikana 3 na hapa ilipatikana 2. Kwa hiyo katika hizi 9, 4 walipoteza kwa aina hii ya kupoteza. Lakini nyingine ndio hiyo walipoteza goli 1-0. Hizo zimetokea. Imewahi kutokea kupoteza goli 1-0 kwa timu mbalimbali ikiwemo DC Motema Pembe kutoka DRC na Simba wenyewe. Ilikuwa msimu mwaka 2021-22, Simba dhidi ya RS Berkane. Simba akiwa nyumbani alipata ushindi wa goli 1-0 dhidi ya RS Berkane katika season hii hapa. Na ni season ambayo tunakumbuka RS Berkane alienda kuchukua ubingwa, alikuwa na timu imara sana, alikwenda kucheza finali dhidi ya Orlando Pirates. Kwa hiyo hizi ni miongoni mwa viashiria au uwezekano wa Simba kuweza kubadilisha upepo kwa kile ambacho kilitokea katika mchezo wa kwanza ambao ulichezwa katika uwanja wa Manispaa ya Berkane kule Morocco. Ni jambo ambalo linawezekana, na matumaini ya Watanzania wengi ni kwamba Simba anakwenda kupindua meza. Ahmed Ali, meneja wa habari na mawasiliano wa Simba, huwa anatumia neno watazitapika zile goli 2 ambazo walizifunga kule kwao. So far tunapozungumza bwana, RS Berkane wameshatua tayari Zanzibar, wako pale na wanasubiri siku ya mchezo kufika ili wakaucheze huo mchezo, lakini hali ni mbaya kwao. Simba wameonekana kufanya maandalizi ya kutosha. Dakika 90 ni hakimu wa mchezo huu.